Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza rasmi kwamba hakitashiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tangazo hilo limetolewa jana jijini Dodoma baada ya chama hicho kukataa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi zilizokuwa zimeandaliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi yani NEC. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekataa kusaini kanuni hizo za maadili ya uchaguzi kwa sababu kuu zifuatazo. Nambari 1, kutokubaliana na mfumo wa uchaguzi. Chadema inadai kuwa mfumo wa sasa wa uchaguzi hauna haki na unampendelea chama tawala, yani Chama cha Mapinduzi CCM. Wanapinga mamlaka ya rais kuteua wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, wakisema kuwa hii inavunja misingi ya uchaguzi huru na wa haki. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alisisitiza kuwa wanahitaji katiba mpya au mabadiliko makubwa ya kikatiba kabla ya uchaguzi mkuu wa 2025 ili kuhakikisha uwazi na usawa katika mchakato wa uchaguzi. Sababu ya pili, kupuuza mapendekezo ya Chadema. Chadema ilitoa mapendekezo kuhusu marekebisho ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini inadai kuwa mapendekezo haya yalipuuziwa na Wizara ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa yani TAMISEMI. Chama hicho kilipinga kanuni zilizopitishwa kikisema kuwa hazikuzingatia usawa na haki katika uchaguzi. Sababu ya tatu, kushinikiza mabadiliko ya sheria. Chadema ilipanga maandamano ya amani kushinikiza serikali kuzingatia maoni ya wananchi kuhusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Walitaka serikali ichukue hatua za haraka kurekebisha sheria hizo ili kuhakikisha kuwa uchaguzi ujao unakuwa huru na wa haki. Sababu ya 4, kususia mchakato wa kanuni. Katika mchakato wa kuandaa kanuni za maadili ya uchaguzi, Chadema ilikataa kushiriki kwa sababu waliona kuwa mchakato huo haukuwa shirikishi na haukuzingatia maoni yao. Waliona kuwa kanuni hizo zilikuwa zimeandaliwa kwa njia inayompendelea chama tawala na hazikutoa nafasi ya ushindani wa haki kwa vyama vya upinzani. Kwa sababu ya msimamo huu wa Chadema haikusaini kanuni za maadili ya uchaguzi na hivyo kupelekea Tume ya Taifa yani NEC kutangaza kuwa chama hicho kimeenguliwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 na chaguzi ndogo hadi mwaka 2030.